Aliyekuwa afisa usimamizi wa fedha mkuu daraja la kwanza kitengo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP, Profesa Handeli Mwafwenga amefariki dunia usiku wa kuamkia leo. Mwafwenga alikuwa na shahada 7, kati ya hizo moja ilikuwa ni shahada ya awali BA, huku shahada ya uzamili masters zikiwa 3, na kwa shahada uzamivu PhD alikuwa nazo 3 pia. Taarifa za kifo chake zimethibitishwa na familia yake kupitia kwa mdogo wake Innocent Mwafwenga. Ameeleza kuwa Profesa Handeli, ambaye ni kaka yake, amefariki majira ya saa 7 usiku. Innocent amesema Profesa Mwafwenga kwa muda mrefu alikuwa akisumbuliwa na tatizo ambalo bado lilikuwa halijafahamika, lakini baada ya kupima imebainika kwamba alikuwa na changamoto ya figo. Innocent amesema kwa kipindi cha nyuma muda mwingi alikuwa analalamika matatizo ya mgongo, lakini baada ya kuona tatizo hilo linazidi ndipo alipoenda hospitali na kubainika na tatizo la figo. Profesa Mwafwenga ni nani? Akiwa na shahada 3 za uzamivu PhD na 3 nyingine za uzamili masters, huenda Profesa Handel Mwafwenga ni miongoni mwa wasomi wenye shahada nyingi zaidi nchini hata duniani. Tangu alipojiunga na chuo cha usimamizi wa fedha IMF na kuhitimu diploma ya juu ya kodi Advanced Diploma mwaka 1987, Profesa Mwafwenga hajawahi kuacha kusoma kiasi cha watu wake wa karibu kumshauri apumzike kidogo. Safari ya elimu ya Mwafwenga mwenye umri wa miaka 52 ilianza shule ya msingi Mwananyamala kabla ya kujiunga na shule sekondari Sangu na kumaliza kidato cha 4 mwaka 1975. Tangu akiwa mdogo, amesema baba yake alikuwa anamuita profesa na wakati wote alimsisitiza kusoma kwa bidii. Mitandaoni huko nchini India ilitikisika mwaka 2017 ilipokuwa na habari kuhusu Profesa VN Pathban mwenye degree tofauti 147. Huenda akawa ndiye mtu mwenye degree nyingi zaidi duniani. Profesa huyu alitumia miaka 30 kupata shahada hizo. Kabla yake mwaka 2012, Michael Vincholson alikuwa Marekani mwenye elimu ya juu zaidi akiwa na degree 30 alizozipata ndani ya miaka 55 ya kusoma. Akiwa na miaka 75 wakati huo alikuwa anatamani kufikisha degree 33 au 34. Ukiachana na Marekani huyo kutoka jimbo la Michigan mwaka 2010, China pia kulikuwa na Profesa Zhu Rokwan mwenye umri wa miaka 74 kutoka jimbo la Shenyang aliyekuwa na shahada 9 tofauti zikiwemo PhD 3 na shahada 2 za uzamili alizozipata ndani ya miaka 35. Lakini nchini Tanzania akitumia miaka 32, Profesa Mwafwenga ameshatunukiwa degree nyingi tofauti. Profesa Mwafwenga alikuwa akizungumza kuwa kusoma ndio kitu pekee alichokipenda zaidi, kama ilivyo watu wanavyopenda kunywa pombe, kushabikia mpira na mengine mengi. Jukumu kubwa la wasomi wa ngazi ya juu ni kuandika machapisho na vitabu. Yeye alikuwa akisema tayari ameandika vitabu 3 na kutoa machapisho zaidi ya 43. Profesa Mwafwenga alipomaliza kidato cha 4 alisoma cheti cha uhasibu National Certificate of Bookkeeping na akaajiriwa kwa sifa hiyo. Baada ya kufanya kazi kwa muda alijiunga na chuo cha IMF alikosoma stashahada ya juu, yani Advanced Diploma inayohusiana na masuala ya kodi, akagharamiwa na Wizara ya Fedha, kisha akachukua diploma ya uzamili PGD ambayo pia inahusu masuala ya kodi na akilipiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani. Baada ya hapo alifanya shahada ya uzamili katika usimamizi wa fedha akilipiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani, halafu akamaliza na shahada ya uzamivu PhD katika fedha kwa gharama za Wizara ya Fedha. Sheria alisoma kuanzia degree ya kwanza hadi PhD, zote hizo akijilipia mwenyewe. Kwenye sheria anayo degree ya kwanza, degree 2 za uzamili na 2 za uzamivu. Kwenye orodha hiyo pia kuna shahada ya uzamili katika usimamizi wa biashara MBA, ingawa kwa wengi si kazi rahisi kupata shahada zote hizo. Profesa Mwafwenga yeye alilazimika kusoma degree 2 kwa pamoja.
Msomi huyu amefariki akiwa ni baba wa watoto 4, wote wakiwa ni wa kiume, na alikuwa karibu sana na watoto wake waliorithi tabia ya kupenda kusoma. Profesa Mofenga alikuwa hasomi tu, bali alikuwa akifanya mambo mengine pia kila apatapo wakati. Kwa nyakati tofauti alikuwa akizungumza kuwa ameshakuwa mshereheshaji na mchangiaji kwenye magazeti mbalimbali. Huyu ndiye Profesa Mofenga, mtu mwenye degree 7 nchini Tanzania, ambaye ni msomi pekee mwenye degree nyingi nchini. Tangulia Profesa Mofenga, kazi ya Mola, kwani kazi yake Mola haina makosa. Na Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Profesa Mofenga